Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Philip Mpango awataka mabalozi wanaowakilisha nchi za nje kuwaunganisha Watanzania waliopo huko ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa. Na klabu ya Simba ya jijini Dar es Salaam yatinga nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuifunga Al Masry ya Misri kwa changamoto ya mikwaju ya penalti jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika asubuhi njema ya Channel 10 na hii ni habari ya asubuhi njema. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Naitwa Emily Lazarus. Karibu sana. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Mpango amewasihi mabalozi wanaowakilisha Tanzania nje ya nchi kuwaunganisha Watanzania wanaoishi katika nchi wanazowakilisha, yani diaspora, ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji mbalimbali. Makamu wa Rais amesema hayo wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Sweden Mobare Matinyi pamoja na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji Hamadi Hamis Hamade. Mazungumzo yaliyofanyika jana Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Amesema ni muhimu kuwatambua Tanzania hao kutokana na utaalamu wao, elimu na ufanyaji biashara na kuwahimiza kuwekeza nchini, lakini pia kusikiliza maoni na changamoto zao ili kuzifanyia kazi. Katika mazungumzo hayo, Makamu wa Rais amewapongeza mabalozi hao kwa kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuliwakilisha taifa katika nchi hizo, na akawahimiza wahakikishe wanasimamia na kuendeleza ushirikiano wa Tanzania na mataifa hayo. Katika nchi ambazo mnakwenda, nina hakika wapo wa Tanzania, na moja ya jukumu la balozi ni kuratibu na kuwaweka karibu diaspora. Nchi nyingine diaspora ina mchango mkubwa sana katika nchi mama walizotoka. Basi na sisi mkawe viunganishi, muweke pamoja, muwasikilize. Saa nyingine nao wana mawazo mazuri juu ya nchi yetu, wengine wanafuatilia kwa karibu sana. Mkawe wepesi kupokea maoni yao na ushauri wao, lakini pia kuwaelekeza namna ya kuwekeza nyumbani. Wanatofautiana, inabidi kuwafahamu. Wengine ni wataalamu ambao wamekwenda kufanya kazi katika nchi hizo, wengine ni wafanya biashara wadogo, wengine ni wanachuo. Kwa ni vema mkawafahamu changamoto zao, lakini mwaelekeze kuwekeza nyumbani, fursa zilizopo, namna ambavyo wanaweza wakatuma fedha kwa usalama, na wengine wanazituma kupitia mitandao ya ajabu halafu wanapoteza. Lakini kwa mfano uwekezaji upande, sio wote watasema labda wanakuja kujenga hoteli au wanakuja kujenga kiwanda. Lakini kuna uwekezaji mwingine hata katika ngazi ya familia ni muhimu sana. Mkawahimize hicho wanachopata wakasomeshe ndugu zao. Ni uwekezaji mzuri sana. Wanaoweza kama ni kujenga viwanda, waje wajenge viwanda. Wanaoweza kujenga hoteli, waje nyumbani wakajenge viwanda. Lakini katika hali ya kawaida vizuri sana wakahimizwa kuwasaidia ndugu zao hapa nchini. Lakini zipo fursa, wengine wajenge tu hata nyumbani. Wakiwa na nyumba nzuri inapendeza. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amezindua bodi mpya ya chai huku akiipa siku 14 kuunda kamati ndogo itakayofanya kazi ya kuandaa mkakati wa kuboresha zao hilo na mauzo yake. Waziri Bashe ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizindua bodi mpya ya chai, ambapo amesema zao la chai linatajwa kuwa zao lililopo nyuma ikilinganishwa na mazao mengine. Kwa mimi nawapeni only 14 days. Hiyo timu ifanye kazi, mniletee mjengeko wa bei, nione cost structure ili tuweze kudetermine bei ya mkulima na kuestablish bei ya soko. Siku 14 hiyo na naomba kuwe kuna uwazi. Pia Bashe amesema sio kweli kuwa chai ya Tanzania haipendwi kwenye soko la dunia,
kutokana na kuwa haina ubora, bali wakulima na wadau wa zao hilo wanapaswa kuboresha zao hilo kuanzia shambani. Kwa nini serikali tumeanza kununua mashine za kuprocess chai? Kwanza, hii dhana ya kwamba chai ya Tanzania hainyweki duniani ni uongo. Na kuanzia leo DG na mwenyekiti wa bodi na wadau, hiyo hoja msije nayo kwangu. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya chai nchini Bwana Abdul Majid Nsekela anakiri mabadiliko ya chai yapo mikononi mwa wakulima wadogo wa zao hilo, huku mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo Mheshimiwa Deo Mwanyika anataka kuona kasi ya mabadiliko katika zao la chai. Na imani mustakabali wa chai nchini, mabadiliko yako mikononi mwa wakulima wadogo. Tusisikizie kwamba unajua uchumi wa chai mbaya. Mbona Rwanda wanafanya vizuri? Mbona Kenya unatuzidi, wako hapa na sisi? Kilio chetu kama kamati ya bunge, na tumekiweka wazi, ni kwamba tuna wawekezaji wasio sahihi kwenye sekta hii ambao ni wakubwa kwenye estate. Nia ya waziri kuunda technical team kwanza litanufaisha kuwa na mahusiano ya karibu mkulima na mchakataji. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo Amos Makalla anatarajiwa kuwasili mkoani Lindi leo kwa ziara ya kichama ya siku 4 ambapo atazungumza na wanachama wa CCM na makundi mbalimbali ya wananchi kuhusu utekelezaji wa ilani. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo mkoa wa Lindi Patrick Magarinja amesema CPA Makalla atawasili saa 5 asubuhi katika eneo la Somanga wilayani Kilwa kwa ajili ya kuanza ziara hiyo yenye lengo la kueleza utekelezaji wa ilani ya CCM, kukagua uhai wa chama pamoja na kusikiliza kero mbalimbali zinazowakabili wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, malengo makubwa ni kuja kukagua uhai wa chama na jumuiya zake, hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuzungumza na wananchi na wana CCM kuona kwamba wana mwitikio gani kuhusiana na mambo yametekelezwa na serikali yao. Na ndio maana nikasema kwamba atapata fursa ya kuzungumza na wana CCM, kusikiliza changamoto zao na mambo mengine mbalimbali ambayo yataibuka katika mikutano yake ya hadhara. Na hii ziara itakuwa ndani ya mkoa wote wa Lindi, katika wilaya zote atagusa. Hakuna wilaya hata moja ataacha. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi wajitokeze kwa wingi kwenye mikutano yake, waende wakajae, kama wana kero, wana nini, waende wakamsikilize, na yeye atakuwa yuko tayari kuwasikiliza. Aidha, Magarinja akaeleza msimamo wa Chama cha Mapinduzi CCM wa kuhakikisha wanashiriki katika uchaguzi mkuu, ikiwa ni sehemu ya kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo msimamo wetu sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi, tutashiriki uchaguzi. Na chama ambacho kitakachosema kwamba kimesusia kufanya uchaguzi, sisi hatutokilazimisha, kwa sababu ni haki ya msingi ya kila chama kwenda kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo mtu anaiari mwenyewe aseme kwamba sitoshiriki uchaguzi au nitashiriki uchaguzi. Kwa hiyo hayo ni maamuzi yake mwenyewe. Na hata mkiwasikiliza wenyewe mtaona kwamba kuna baadhi wanaunga mkono, kuna baadhi hawaungi mkono. Katika hatua nyingine, mjumbe wa kamati ya siasa mkoa ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Zainab Telak, ameomba wananchi mkoa wa Lindi kujitokeza kwa wingi kumpokea Mheshimiwa Amos Makalla, huku baadhi ya wana CCM wakieleza walivyopokea kwa furaha taarifa ya ujio wa kiongozi huyo. Tuna ugeni wa mwenezi anapokelewa Kilwa, Somanga. Twendeni tukampokee. Nashirikianeni na wananchi, mkapange hiyo mikutano vizuri ifanikiwe. Inaenda kuleta uaminifu katika jamii, inaenda kufanya Chama cha Mapinduzi kiweze kuimarika zaidi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi, tunaposema Chama cha Mapinduzi, ni chama ambacho kinatetea na kuzungumza ilani ya chama, ni chama ambacho kinaeleza upendo katika nchi, ni chama ambacho kinaeleza maendeleo katika nchi. Hautaona Chama cha Mapinduzi au mtu yoyote wa Chama cha Mapinduzi akasimama majukwaani akaanza kueneza ugomvi. Hiyo inaendelea kutufundisha, inaendelea kuwafundisha wananchi wengine kujenga imani na Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka mkoani Lindi, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Baadhi ya marais wa zamani wa Afrika wamewashauri viongozi wa sasa wa bara hili kuongeza ubunifu ambao utawakwepa wale wenye nia ya kuiendesha Afrika kwa maslahi ya nje, badala yake watengeneze ajenda zenye mabadiliko kwa faida ya Waafrika. Wito huo wameutoa jijini Kampala, Uganda, ambako mkutano wa jukwaa la viongozi wa Afrika ALF unafanyika, likiwa limeandaliwa na taasisi ya uongozi wa Afrika kwa maendeleo endelevu
kauli mbiu ikiwa ni kutekeleza malengo endelevu ya maendeleo barani Afrika. Wamehimiza kutoa kipaumbele katika maendeleo ya rasilimali watu kupitia elimu, afya na utoaji wa huduma za kijamii, maendeleo ya kilimo na utawala bora wenye uongozi uliodhamiria kuendesha michakato yote hiyo. Akifungua kongamano hilo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amependekeza kuondoa vikwazo vya kimkakati vinavyozuia mabadiliko ya kiuchumi na kijamii katika bara la Afrika. And we have been engaged with this issue since independence. Our political movement, which started as a student movement, had time to study and sort out our thinking, because thinking is quite confusing. Awali akiweka muktadha wa jukwaa hilo, mratibu wa ALF 2025 ambaye pia ni mlezi wa taasisi hiyo, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, alibainisha kuwa katika kurekebisha utekelezaji wa SDGs katika njia sahihi, ni ngumu kupuuza utashi wa kisiasa na kubadilisha matarajio kuwa matendo. The definition of being retired head of state is that we have just put on new tires. Ladies and gentlemen, the Right Honorable former Prime Minister Haile Mariam is also one of the co-conveners of this year's forum. Following his participation at the 7th ALF Forum in Accra, Ghana, he graciously accepted to convene this year's forum, and the Uongozi Institute, who serve as the secretariat to ALF, have worked very closely with his office and his Haile Mariam and Roman Foundation to make this event a success. Baadhi ya marais hao, Dr. Mohamed Mosef Mazuki wa Tunisia na rais wa zamani wa Jamhuri ya Sierra Leone Dr. Ernest Bai Koroma, pamoja na viongozi wengine waandamizi kutoka mataifa ya Afrika, baadhi yao wanatolea mfano mpango wa sasa wa Amerika Kwanza kwamba umeleta hali ya sitofahamu katika sehemu nyingi za dunia. Hivyo ni muda mwafaka wa Afrika kutumia fursa hiyo kujipanga upya na kufanya maamuzi mapya ya ujasiri katika mwelekeo mpya wa maendeleo. Mimi ni Jumaa Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka wananchi kutokubali kukamatwa na mtu yoyote anayedai kuwa ni askari bila kuwaonyesha kitambulisho, ili kukabiliana na changamoto ya watu wanaotumia mwamvuli wa jeshi hilo kufanya vitendo vya utekaji. Kauli hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, wakati wa mafunzo ya ulinzi shirikishi na polisi jamii yaliyotolewa kwa watendaji wa kata, vijiji, mitaa, maofisa tarafa yaliyoandaliwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na mgodi wa GGML kwa lengo la kuimarisha usalama wa wananchi. Swala la askari polisi kujitambulisha kwa mwananchi ni la lazima, lipo kisheria kwa mwananchi kulingana na mazingira, kwa sababu kuna mazingira askari anaenda kumkamata jambazi. Wewe utaanza jambazi ana silaha, unaanza kumtolea kitambulisho, mimi ni askari. Mazingira hayo hayataruhusu. Lakini katika masuala haya ya kawaida, mwana askari polisi amekuja kwako, anataka kufanyia upekuzi kwa mfano, sheria inamtaka askari polisi ajitambulishe na kuonyeshe kitambulisho. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Geita wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza matukio ya utekaji, kwani kumekuwa na baadhi ya watu ambao wanaingia kwenye maeneo yao na kujifanya askari polisi kisha kuwakamata watu. Yalitokea matukio ya namna hiyo pia upande wa Samina Makarashani. Watu wanakuja wanajitambulisha kama anti-robbery wakiwa na magari na pingu, wanakamata mwananchi, wanaenda na wenye uwezo ndio walikuwa wanatekwa kwa mtindo huo. Inakuwa sio kitu cha kawaida, wengi hatujazoea. Asilimia kubwa ya wananchi wamejengewa hofu, yani akimwona askari ni mtu wa kuogopwa, sio mtu ambaye anaweza akamdemand kitu kwamba naomba kitambulisho ikawa rahisi kwake kutoa. Vile ambavyo polisi jamii wamekuwa karibu na wananchi, yani wanawaona ni watu ambao wanaenda wanazoeleka, tofauti na zamani
ambapo ilikuwa kumwona polisi yani ni kitu ambacho sio cha kawaida, lakini sasa hivi ni kitu cha kawaida. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Kikosi cha usalama barabarani cha jeshi la polisi nchini kimetoa wito kwa taasisi na makundi mbalimbali ya kijamii kuendelea kutoa mchango wenye lengo la kukabiliana na ajali za barabarani ili kuweza kuokoa vifo vinavyosababishwa na uzembe na kuathiri maisha ya binadamu mbalimbali, na mbali ya kusababisha hasara ya mali na uharibifu wa miundombinu. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Tanzania, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi William Mkonda amebainisha hayo wakati alipoongoza awamu ya pili ya uzinduzi wa kampeni ya usalama barabarani inayojulikana kama Be Road Safe Africa, unaolenga kuleta mageuzi kwenye tasnia hiyo ili kuwawezesha watoto kujenga uelewa katika eneo la usalama barabarani. Kampeni hiyo inasimamiwa na shirika la Amendi kwa ushirikiana na kampuni ya Puma Energy, ikilizilenga shule za msingi 5 ambazo ni Kisukuru, Tabata, Kunguru, Goba, Mji Mpya, Kurasini, Ufukoni, Kigamboni na Salasala. Naomba tuwapongeze kwa juhudi zao katika kutimiza azima ya serikali yetu ya kuhakikisha kuwa barabara zetu ni salama kwa Watanzania wote. Ndugu wageni waalikwa, takwimu za Jeshi la Polisi Tanzania zinaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee nchi ilirekodi ajali 1735 za barabarani, ambapo ajali 1198 kati ya hizo zilisababisha vifo vya watu 1715. Mkuu wa kitengo cha uendeshaji wa Puma Energy Tanzania, Mhandisi Lameki Hiliai, amesisitiza dhamira ya kampuni hiyo katika kulinda usalama na ustawi wa jamii, ambapo huku meneja mradi wa kampeni hiyo Neema Swai na afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam Gift Kyando wakieleza namna kampeni hiyo inavyokwenda kuhakikishia usalama wa watoto wa shule ambao ni watumiaji wa barabara karibu kila siku. Na hizi shule tumezichagua kutokana na matukio tuliyoyaona. Mmeona kwenye takwimu hizi shule zimekuwa na ajali na watoto wamekuwa wakiumia. Kwa hiyo tunakwenda na hizo takwimu kuhakikisha wale watoto waliobaki ambao hawajapata ajali waweze kuokolewa. Pamoja na elimu ya usalama barabarani, pia tutakuwa na mashindano ya kuchora picha zinazohamasisha usalama barabarani. Mashindano haya yatafanywa na watoto kutoka shule zitakazohusishwa na mradi, na katika shule hizi tutakuwa mwaka huu na shule 5 katika sehemu za wahanga wakubwa wa matatizo ya barabarani. Ni pamoja na wanafunzi na watoto wetu kadri wanavyokwenda shuleni na wanavyorudi. Emmanuel Mwakapotela, runinga ya Channel 10. Kiasi cha shilingi bilioni 2.4 kimetolewa na shirika la maendeleo la Ubelgiji Enabel kupitia mradi wa wezesha binti kusaidia mpango wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana 2300 wenye umri kati ya miaka 17 hadi 29 ili waweze kujiajiri na kujikwamua kiuchumi kupitia ujuzi watakaopata. Chuo cha maendeleo Kibondo FDC leo hii kimesaini mkataba wa shilingi milioni 500 kati ya bilioni 2.4 kwa ajili ya mafunzo ya vijana 450, ambapo mkuu wa chuo Robert Kihwele anaeleza baadhi ya kozi ambazo zitatolewa kupitia mradi huo kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi na ongezeko la ajira. Tutafundisha vijana 200 ufundi wa mabomba na umeme majumbani, na vijana 250 watafundishwa utengenezaji wa mizinga, utengenezaji wa sabuni, mbinu za ujasiriamali na mambo mengine yatakayowasaidia katika maisha yao. Lakini mwisho wa mradi kuna vijana 25 kutoka kaya maskini kabisa watapatiwa vifaa vya kufanyia kazi kutokana na fani walizozichagua. Mtaalamu wa masuala ya elimu ya ufundi kutoka shirika la Enabel, Magesa Mwangwa, anasema lengo lao ni kuwezesha vijana kiuchumi mara baada ya kupatiwa elimu mbalimbali kupitia vyuo vya ufundi stadi.
Moja ya makubaliano mengine tulionayo ni kwamba baada ya wale vijana kupata ujuzi, basi tunahakikisha kwamba wanapata sehemu ya kwenda kujifunza. Mbali na zile startup kits ambazo vio wanaenda kuwapa vijana, lakini pia tunashirikiana na wadau kuhakikisha kwamba wale wadau wanajicommit na kuangalia namna gani wanaenda kwa support vijana baada ya kuwa wamepata ujuzi. Mkurugenzi mkazi wa Enabel Tanzania Coin Goikit anasema uwekezaji huo ni dhamira kwa mustakabali wa vijana, ambapo wataendelea kushirikiana na wadau pamoja na serikali kufikia dhamira hiyo. What we are building together is not just a training program. It is a pipeline of potential, a pathway to prosperity, and a promise to the next generation that they will not be left behind. This is the spirit of our cooperation with the government of Tanzania, founded on shared values, mutual respect, and a strong belief in the power of a youth-led change. Shirika la Enabel limeingia makubaliano ya kimkataba na vyuo vitano vilivyopo mkoa wa Kigoma, ikiwemo chuo cha VETA Kigoma, VETA Kasulu, FDC Kasulu pamoja na Mati Mbondo, ambapo kila chuo kimepata fedha euro 180 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Mwajabuhoza, Channel 10, Kigoma. Mwanamke mmoja aliyofahamika kwa jina la Praxeda Prosper, mkazi wa kijiji cha Rurumba, kata ya Kiomboi, mkoani Singida, anapatiwa matibabu chini ya uangalizi wa polisi mkoani Manyara baada ya kuwajeruhi watoto wake wawili kwa kisu na yeye mwenyewe kujaribu kujiua. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara inathibitisha kuwapokea majeruhi hao, ambapo wanaendelea kupatiwa matibabu. Tulipokea wagonjwa watatu, ikiwa ni mama na watoto wake wawili, wakija na majeraha ya kuchomwa na vitu vyenye ncha kali maeneo ya tumboni. Wakiwa hapo hospitali waliona na madaktari na wakapewa huduma, ikiwa ni pamoja na upasuaji, na wote wanaendelea vizuri. Wote walikuwa wanaonekana kuwa na majeraha kwenye maeneo ya tumbo, na majeraha hayo yalikuwa ni tofauti. Kwa mfano, kwa maana ya mama, jeraha lake lilikuwa tu ni kwenye ngozi ya tumbo na alikuwa halijagusa viungo vya ndani ya tumbo, kwa maana alikugusa utumbo wala maini wala mapafu. Na pia kwa mtoto mkubwa ambaye ana umri wa miaka 4, na jeraha alikuwa linafanana na mama yake, isipokuwa kwa huyu mtoto mdogo wa mwisho alikuwa jeraha lake ambayo yenyewe lilikuwa limeenda ndani zaidi, likajumuisha na kutoboa kwenye utumbo mdogo wa chakula. Na alipatiwa matibabu ya upasuaji, wakashona pale palipokuwa pametoboka, na aliwekwa kwa siku za matazamio, na tunashukuru jana ameanza kupata kitu chochote mdomoni. Lakini mama na yule binti mkubwa wenyewe walikuwa washapatiwa matibabu na wanaendelea vizuri. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Manyara Kija Mkoyo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa chanzo cha jaribio la mwanamama huyo kutoka wilaya Ramba, kata ya Kiomboi, mkoani Singida kutaka kujitoa uhai na familia yake ni msongo wa mawazo. Aidha, Mkoyo amesema mwanamke huyo ametekeleza tukio hilo akiwa kwa dada yake mjini Babati, ambapo amemtembelea hivi karibuni akitokea mkoani Singida, na kwamba msongo huo unasababishwa pia na hali ya mwanamke huyo kupata watoto hao kwa wanaume wawili tofauti. Mtoto wa kwanza ambaye amenusurika ana miaka 4, huku wa pili akiwa na mwaka 1 pekee, ambaye ndiye aliyepatiwa matibabu upasuaji kutokana na kujeruhiwa vibaya hadi kwenye eneo la utumbo mdogo wa chakula. Jeshi la polisi mkoani hapa limesema mwanamama huyo atafikishwa mahakamani pindi taratibu za kipolisi zitakapokamilika. Kutoka mkoani Manyara wilayani Babati, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na katika michezo, mtazamaji, klabu ya Simba ya jijini Dar es Salaam imetinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuifunga Al Masry ya nchini Misri kwa penalti 4-1 baada ya mchezo baina yao kumalizika kwa magoli 2-2 na kufanya matokeo ya sare kufuatia ushindi kama huo wa Al Masry katika uwanja wake wa nyumbani wiki iliyopita. Katika mchezo huo uliofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ushindi wa Simba ulipokewa kwa furaha na bashasha na wapenzi na mashabiki wa timu hiyo, na hivi ndivyo ilivyokuwa baada ya penalti kuamua matokeo ya mchezo huo. Haya, mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Naendelea kutazama Channel 10.